Hatimaye klabu ya Young Africans imemtangaza kocha mpya, raia wa Afrika ya Kusini. Huyu si mwingine ni Magoba Brilliant, mzaliwa wa tarehe 25 mwezi Aprili mwaka 1971 huko katika eneo la KwaZulu Natal nchini Afrika ya Kusini, miongoni mwa makocha wakubwa wenye CV kubwa hasa kutokea katika nchi ya Afrika ya Kusini, kwa maana ameshawahi kupita katika klabu ya Masandawana kwa takribani zaidi ya misimu minne akiwa kama kocha mkuu, lakini pia akiwa kama kocha msaidizi ambaye ameshawahi kufanya kazi na makocha mbalimbali ambao wameshawahi kuifundisha klabu hiyo ya Afrika ya Kusini, miongoni mwa klabu kubwa katika ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa msimu uliopita alikuwa na klabu ya Maroka Swallows ya huko nchini Afrika ya Kusini, ambako ndiko aliongoza hadi katika msimu huu ambako umetamatika muda mchache uliopita, msimu ambao Orlando Pirates aliibuka kuwa bingwa katika ligi hiyo kuu soka nchini Afrika ya Kusini, kuhitimu ligi hiyo katika nafasi ya 6 wakiwa na pointi zao 42. The way ambavyo amekuwa ana uzoefu mkubwa na mashindano ya Afrika, pengine pia inaweza kuwa ni sababu ya Young Africans kuweza kuwa chaguo lao na kuweza kumwamini kumpatia timu kuelekea msimu ujao. Huyu Brilliant Magoba ni miongoni mwa walimu ambao walisaidia Mamelodi Sundowns katika kushinda taji la African Football League, mashindano ambayo yalifanyika katika mwaka 2022, msimu ambao Masandawana alikuwa chini ya kocha Lulani Mokwena, miongoni mwa makocha ambao walifanya makubwa katika timu hiyo ya Mamelodi Sundowns ya huko nchini Afrika ya Kusini. Young Africans wamekopi na kupesti kile ambacho walikifanya katika msimu uliopita, wakianza na Romain Folz kutokea katika klabu ya Masandawana. Msimu huu tena wameanza na Magoba Brilliant kutokea klabu ya Maroka Swallows ya huko nchini Afrika ya Kusini. Ana umri wa miaka 55 tu huyu Brilliant Magoba, miongoni mwa makocha ambao uzoefu wao nimekwisha kuambia, lakini ni muumini mkubwa wa mpira wa kucheza, kwa maana ana falsafa ya kumiliki mpira muda mwingi, huku akiwa anapenda kutumia viungo washambuliaji ambao wana kasi kubwa, kitu ambacho kitaifanya Young Africans kuweza kutafuta washambuliaji wa aina hiyo, licha ya kwamba wanaye Alan Okello katika kosi chao, Pacom Pedro Zouzoua, wakaenda Clement Mzize na wengine wengi ambao ni mali ya Young Africans. Lakini pia ni kocha ambaye kama ilivyo ada katika soka la nchini Afrika ya Kusini, kumiliki mpira kwa maana possession football ndio imekuwa falsafa yake kubwa tangia akiwa na Masandawana, lakini pia kwa msimu uliopita akiwa na Maroka Swallows. Huo ndio umekuwa mfumo ambao amekuwa anautumia pale ambako anapokwenda kumkabili mpinzani wake katika upande wa mpira wa miguu. Kwa hiyo Young Africans wamepata kocha mpya ambaye ana falsafa mpya tofauti na zile ambazo yuko nazo kaimu kocha mkuu wa Young Africans ambaye ndiye ameipatia ubingwa kwa maana ya Abdulhamid Mwalim. Kwa hiyo kocha Magoba anakwenda kuongeza formation nyingine ama anakwenda kuestablish mfumo mpya wa kiuchezaji ndani ya klabu ya Young Africans. Swali ni kwamba je, wachezaji waliopo wanaweza wakafiti katika mfumo wake, au mwalimu mwenyewe kuna mapendekezo ambayo atakuwa anayahitaji, kitu ambacho kitawawia viongozi wa Young Africans kuingia sokoni na kutafuta wachezaji ambao mwalimu atakuwa anawahitaji moja kwa moja. Tusubiri tuone kitu gani ambacho uongozi wa Young Africans watakifanya mara baada ya kushuhudia leo hii kocha mpya akitambulishwa kutokea huko nchini Afrika ya Kusini, ambaye ni Magoba Brilliant mwenye umri wa miaka 55.